Moja kati ya tuhuma kubwa kabisa iliyokuwa inashika kasi nchini Tanzania, tuhuma hii bwana ilikuwa inamhusu Abduli. Kuna taarifa ilitolewa kwamba Abduli ameuza dhahabu ambazo zilikuwa ni kama hazina, sio kama, ilikuwa ni hazina ya taifa. Sasa taarifa hizi bwana zilifika mpaka bungeni, na acha nikwambie tu ukweli, aliyevujisha taarifa hiyo ni mwanadada ambaye amekuwa target sana kutokana na jinsi ambavyo amekuwa akivujisha siri za taifa, na huyu si mwingine bali ni Hilda Newton ambaye yeye ana vyanzo vya kuaminika kabisa. Sasa mpaka swala hili linamfikia waziri mkuu na kulitolea majibu kwamba ni wapi ilipokuwa hazina ya taifa ambayo inasadikika kwamba Abduli kuna watu kashirikiana nao kama 4-5 hivi kwenda kuiuza. Basi ujue kweli hiyo topic ni nzito. So Hilda Newton aliweza kuposti, lakini pia Malia Sarungi aliweza kuposti juu ya mauzo ya dhahabu ambazo ilikuwa ni akiba ambayo ilifanyika mwezi wa pili, na Abduli alikuwa ndio kiongozi wa huo msafara, na inasadikika sio tani ndogo, inasadikika ni tani 3 mpaka 4. Sasa fikiria dhahabu tani 3 mpaka 4, na msafara huo bwana wa kuuza dhahabu bwana ulikuwa unaongozwa na baadhi ya watu kama 4-5, ambapo Abduli ndo alikuwa mkubwa. Sasa eneo lilosadikika kwenda kuuza hizo dhahabu ni Qatar. Sasa kuna ukweli gani mpaka waziri mkuu analizungumzia hili jambo? Basi naamini kuna kitu kiko nyuma. Hebu msikilize Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba akijibu kuhusu ukweli wa Abduli kuuza dhahabu. Dhahabu na yenyewe imeingia kwenye utaratibu wa akiba ya fedha za kigeni, kama ambavyo tunatunza dola kama fedha, kama akiba ya fedha za kigeni. Na Mheshimiwa Spika, dhahabu hii haitunzwi kwa biashara. Dhahabu hii sasa ni sehemu ya sera za kifedha za nchi, kama ilivyo dola. Dola haitunzwi kwa biashara, kwa ajili ya biashara, inatunzwa kama ni sehemu ya sera za kifedha ambazo nchi zote ambazo zina masuala ya sera za kifedha zinatumia sera hizo kwa ajili ya masuala ya kiuchumi, kuweka utulivu wa uchumi, kukuza uchumi, kuweka uimara wa currency ya nchi ambao kwa kwetu sisi ni shilingi, kuweka uimara wa shilingi. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo inafanyika kwa dola, hivyo na kwa dhahabu, kwamba inatumika kama monetary policy tool, kama instrument, kama chombo cha kuendeshea sera za kifedha. Kwenye dola huwa inatumikaje? Pale ambapo pana nchi ina commitment ya kufanya malipo kwa dola, inafanya malipo kwa dola, na pale ambapo nchi inapokea dola kwenda kwenye uchumi wake, inazibadilisha kwa shilingi ili shilingi ziweze kutumika katika uchumi na zile dola ziweke akiba ya fedha za kigeni. Sasa kwa hili alilouliza la mitazamo na tetezi kwamba dhahabu imeuzwa, na wengine wanaenda mbali hata wanadhani inaweza ikauzwa kinyemela ama kiwiziwizi. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu na kuwahakikishia wabunge kwamba kwanza dhahabu haijauzwa mpaka sasa. Kuna wakati mawazo ya kuuza yalikuja ambapo soko lilikuwa vizuri, takribani ilikuwa 5,500 per ounce, ambapo ilikuwa iko juu, lakini kabla haijauzwa ikazuka hii migogoro hii, ambapo bei ikashuka mpaka takriban 4,000. Kwa Central Bank iliona itakuwa hasara kuuza, na hatuko desperate kutafuta fedha ya haraka ya kuuza dhahabu. Kwa hiyo hawakuuza kwa sababu bei ilishuka. Lakini lingine, nini uamuzi au nini mantiki ya kwamba Central Bank inaweza ikawa inauza dhahabu? Ni kama ambavyo inafanya kwenye dola, kwamba kuna wakati Central Bank inauza dola kama sehemu ya kuyapatia mabenki ama hizo taasisi zinazohitaji dola ili ziweze kuendesha shughuli za kiuchumi, na Central Bank kupata fedha za ndani kwenye market exchange ambayo inafanyika kwa uwazi kabisa. Kwa upande wa dola,
kwa upande wa dhahabu, kwa sababu Central Bank inatakiwa iendelee kununua dhahabu, na Central Bank itanunua dhahabu sio kwa kupokea tu dhahabu zilipochimbwa, itatumia fedha. Maana yake nini? Ili Central Bank iendelee kununua dhahabu, ikitokea soko limekuwa zuri la dhahabu, itauza ipate fedha za kuendelea kununua dhahabu. Lakini pia Central Bank, benki kuu, inaweza ikauza dhahabu ili kuweka mizania kati ya dola na dhahabu. Kwa mfano, kwa nchi zinazoendelea uwiano unatakiwa takriban 10% ya akiba za fedha za kigeni. Ni masuala ya kisera, ili usiwe na dhahabu peke yake, kwa sababu kwenye masuala wewe huku kwenye mabenki na vitu vingine huku unatakiwa pia uwe na dola ili mambo haya mengine yaweze kuendelea. Mheshimiwa Spika, nilisisitize hili jambo kwamba dhahabu moja haiwezi ikauzwa na mtu binafsi. Ni kama dola iliyoko Central Bank ama masuala ya fedha masuala ya fedha za nchi. Central Bank haimkopeshi mtu binafsi, ni benki ya serikali. Central Bank ni lender of last resort, haimkopeshi mtu binafsi wala kampuni binafsi. Inapeleka kwenye mabenki, inapeleka kwenye taasisi, na hiyo ndio ambayo inafanyika. Hivyo na dhahabu haiuzwi na mtu binafsi, na wala haiuzwi kwa mtu hivi binafsi. Itauzwa kwa serikali, itauzwa kwenye mataasisi ya kifedha, itauzwa kwa wanunuzi ambao lazima watangazwe kwenye gazeti la serikali. Na Mheshimiwa Spika, kama ilivyo masuala ya akiba hizi zingine za kifedha za dola pale benki kuu, nchi zote duniani ambazo zinaendesha sera za kifedha kwa ushirikiano na IMF na World Bank, balance sheet, mizania zao za kifedha ziko automated, ambapo kila transaction inayofanyika IMF wanaona, World Bank wanaona, na kila robo ya mwaka pana ripoti ambazo zinakuwa exchanged na IMF na World Bank. Kwa maana hiyo, leo hii tukinunua dhahabu, IMF wataona shilingi zilizopungua na wataona dhahabu iliyoongezeka, na kila robo ya mwaka watajadiliana hizo transaction. Kwa hiyo hawezi mwanaharakati akaona dhahabu iliyouzwa IMF wasione, World Bank wasione, na kwamba mtu tu anaweza akaondoka na kikapu hivi kimebeba dhahabu. Hayo ni mambo tu ya watu wenye ajenda rasmi ya kutengeneza mitafaruko na kutengeneza chuki ndani ya nchi na kutengeneza mizozo. Niwahakikishie waheshimiwa bunge, haya ni mambo ambayo yako automated na ni mambo ambayo yametungiwa sheria. Sio mtu tu anaweza akaamka akauza, sio tu mtu anaweza akaamua akanunua. Hili ni jambo ambalo liko kwenye sera za kifedha ambazo Tanzania ina ushirika na mataasisi yote ya kifedha duniani, na yanafanyika kwa uwazi na yanafanyika kwa uadilifu mkubwa.